Ni ripoti za Ayo TV kutokea Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam, ambayo imepanga Novemba 3 ya mwaka huu 2025 kuendelea na kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu. Leo hii kesi hiyo ilipangwa kuendelea katika hatua ya shahidi wanne, lakini upande wa jamhuri uliomba mahakama hiyo mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dunstan Ndunguru ya kwamba wairishe kesi hiyo hadi tarehe nyingine, kutokana na kwamba hii leo hawajajiandaa kwa shahidi wanne na wamepanga kuachana na mashahidi waliopita, hivyo wanatarajia kuendelea na mashahidi wengine. Maombi hayo yalipingwa vikali na Tundu Lissu aliyedai ya kwamba anaomba dhamana kutokana na shahidi aliyepita kushindwa vielelezo vyake kupokelewa mahakamani hapo, hatua ambayo mahakama ilitoa uamuzi ya kwamba maombi ya ahirisho ya kuhusu shahidi ni ya kisheria kimsingi, hivyo nakubaliana na ombi la upande wa jamhuri na kuahirisha kesi hiyo hadi Novemba 3 ya mwaka huu 2025 ambapo itaendelea katika hatua ya shahidi. Mimi natumika ndaba, na hizi ni ripoti kutokea Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam, na hivi ndivyo ilivyokuwa kwa siku ya leo wakati Tundu Lissu alitolewa katika viunga hivi. Nation yaje gerezani. Nation yaje gerezani.